Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du, tunachokisoma ni watu wa Thamudi na aya yetu ni kaifa faala rabbuka bi'adi, lakini yatakiwa kusoma kaifa faala rabbuka bithamuda, sababu aya ya wataka watu watatu wajulikane namna Mola Mwenyezi Mungu alivyowafanya. Si alam tara kaifa faala rabbuka bi'ad, hawa wenyewe si wale irama dhati al-imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, lakini wa thamud alladhina jabu sakhara bilwadi. Kwa hiyo aya yatutaka kwamba tufahamu kwamba alam tara kaifa faala rabbuka bithamuda alladhina jabu sakhara bilwadi wa fir'auna bil autadi. Kwa nini? Kwa sababu hawa Adi tayari tushasoma. Thamudi tulisema jana ni watu ambao hupatikana kilomita 22 upande wa kaskazini mwa Madina. Kutoka Madina mpaka hapo kilomita 22 wakipatikana hapo, kilomita 400 kwa kaskazini magharibi na kilomita 395 kwa upande wa magharibi. Sehemu inaitwa Wadi al-Qura au Hijr, ambao Hijr ni sehemu katika Wadi al-Qura ambayo tumesema jana kwamba imetajwa katika Qur'ani eneo hilo la Wadi al-Qura pale anaposema wa Thamud alladhina jabu sakhara bilwadi, na Thamudi ambao waliyapasua mawe. Kupasua mawe tu tukaona haitoshi, haiwezekani ukaelewa vizuri, lazima tukaitaka Qur'ani tueleze wamepasua mawe kwa ajili ya nini. Walikuwa yanhituna aljibala buyuta, walikuwa kichonga mawe, yale mawe milima ile wanaichonga wanatengeneza nini, majumba. Na hawa ni watu ambao Mwenyezi Mungu aliwapa riziki kubwa, aliwapa afya nzuri, ni watu waliopata bahati ya kupatikana kipindi ambacho kulikuwa hakuna magonjwa. Sisi watu wa zama hizi ni watu ambao tumo kwenye kipindi kigumu cha maradhi mengi, lakini hao kulikuwa hakuna magonjwa. Ni watu ambao walikuwa na neema, anachokifanya anapata. Kwa hiyo akapata neema, zile neema zikawa haribu. Sasa leo tutakiwa kuangalia kama nilivyosema, kaifa faala rabbuka bithamuda, Mola wako aliwafanyaje Thamudi. Ndivyo tunavyotakiwa kujua hapo, si ndio? Kwenye aya hiyo Ibn Abbasi anatuambia kwamba Thamudi hawa walimtaka Nabiullahi Saleh kama ni mtume wa kweli wa Mwenyezi Mungu awaletee muujiza. Muujiza wenyewe atoke ngamia, yule ngamia atoke kwenye jiwe, na yule ngamia awe na sifa kwamba ni hamra alafu ni ushraa, hamraa na ushraa, mwekundu, alafu hii awe ana mimba iliyovuka miezi 10. Lakini pamoja na hayo awe anatoa maziwa, alafu asiwe amekonda, amenenepa. Tena jiwe lenyewe akamwambia jiwe hili hapa, lile jiwe lile tuone na macho yetu kwamba huyu anatoka na sisi tunashuhudia. Si hatuna neno, shafanya hivyo sitokuamini kama ni mtume wa Mungu. Maneno ya Ibn Abbas tukiyarudia kwa matini yake, qalu in kunta sadiqan fad'u Allah yukhrij lana min hadha aljabal naqatan hamra'an ushra'a
kwamba ikiwa kweli wewe wasema kweli, muombe Mwenyezi Mungu atutolee kwenye jabali hili ngamia ambaye ni rangi nyekundu, lakini ushraa ni yule ambaye miezi 10 mimba yake imefika miezi 10 umevuka. Nabii Saleh fadaa Allah, akamuomba Mwenyezi Mungu na ngamia katoka, kafanya dua na ngamia, jiwe ile likapasuka, kafumuka, jiwe likazaa ngamia, akatoka ngamia ambaye ni mzima, ambaye ana sifa zote hizo alizozitaka. Alipotoka akawaambia kwamba urejee Suratul Hud ya 64, kiambiwa ya qaumi hadhihi naqatullah, enyi watu, huyu si ngamia wa kawaida, ni ngamia wa Mwenyezi Mungu. Lakum aya, kwenu nyinyi ni dalili ya wazi ya kumjua Allah. Umeona ngamia, Qur'ani inamuita aya. Ndio maana neno aya ni kila kile ambacho mazingatio yake yatakupeleka wewe katika kumjua utukufu wa Mwenyezi Mungu, na kumjua Mwenyezi Mungu ni aya. Ndio maana nikasema aya haiwezi kuwa ni verse. Aya sio verse. Aya ni aya hivyo hivyo, itwe hivyo hivyo. Tunataka mzungu aite aya, na kila kitu akiita verse atakuwa anapunguza. Sababu aya ni kitu chenye ujumbe mkubwa. Angalia Nabii Saleh anaambia hadhihi naqatullahi lakum aya, huyu ngamia huyo ni wa Mungu na kwenu nyinyi ni muujiza mkubwa kabisa. Fadharuha taakulu fi ardillah, mwacheni ale katika ardhi ya Mungu. Wala tamassuha bisu, wala msije mkamgusa kwa ubaya. Kwa nini mkimgusa kwa ubaya? Fayakhudhakum adhabu qarib, fa usababia, ni kwa sababu itawapateni nyinyi adhabu ya karibu mno mtakapomgusa kwa ubaya tu, na adhabu haitochelewa. Na huyo ameitwa naqatullah kwa sababu inafahamika, kwanza kapatikana kwa njia ya dua, aliyeombwa ni Mwenyezi Mungu. Alafu hiyo ni aya ya kujulisha utukufu wa nani? Wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hili sharti la kwanza. Kwa tunapotafuta kaifa faala rabbuka bihaulai thamuda, Mola wako kawafanyaje hawa Thamudi hawa, lazima utaanza na ile dua ya nani? Nabii Suleiman, Nabii Saleh, baada ya kwamba wao walineemeshwa sana. Walikuwa naishi miaka mingi mno. Nabii Saleh kafa bado mtoto, kafa miaka 310. Wenzao kwa ishi miaka 700, miaka sasa mtoto. Sharti ya pili aliwaambia hadhihi naqatun laha shirbu wa lakum shirbu yawmin ma'lum. Laha shirbu wa lakum shirbu yawmin ma'lum, yeye anakunywa, ana fungu lake la maji kunywa, na nyinyi mna fungu lenu la kunywa maji siku maalum. Ni jambo la pili aliwaambia. Angalia surati Shuara aya 155. Marejeo ya tafsiri ya leo yanatoka kwenye Adwaul Bayani. Adwaul Bayani yamepita aya kwa aya. Tafsiri ya Qur'an, al-Qur'anu bil-Qur'an, ni tafsiri nzuri na ni tafsiri bora. Qala hadhihi naqatun laha shirbun wa lakum shirbu yawmin ma'lum.
kwamba huyu ngamia ana fungu lake la maji. Hadhihi naqatullahi laha nasibu min alma'i fi yawmin ma'lumin wa lakum nasibun minhu fi yawmin akhar laysa lakum an tashrabu fi al-yawmi alladhi huwa nasibuha wa la tashrabu fi al-yawmi alladhi huwa nasibukum wa la tanaluha bi shay'in mimma yasuuha kadharbin wa qatlin aw nahwi dhalika fayuhlikakumullah. Hii ni moja katika tafsirul muyassar. Angalie haya maneno utayapata kwamba huyu ni ngamia wa Allah, ana fungu maalum la maji katika siku yake maalum, na nyinyi mna fungu lenu, nyinyi watu wa Thamudi, siku maalum, siku nyingine. Hamna haki nyinyi ya kunywa. Laisa lakum an tashrabu fil yawmi alladhi wa nasibuha, hamtokuwa na haki ya nyinyi kunywa katika siku ambayo ndio fungu lake ngamia huyo, wala yeye hatokunywa katika siku ambayo ndio fungu lenu, wala msije mkamgusa kwa ubaya, kwa jambo ambalo litamtia huzuni. Najua hata wanyama wanahuzunika, wanyama wanasikitika, wanyama wanasononeka, wanyama wanahuzunika. Kwa hiyo unapomfuga mnyama uwe na tahadhari. Ila hadithi ya Mtume anasemaje, ittaqullaha fi hadhihi albahaimi alajma, mwogopeni Mwenyezi Mungu kwa wanyama hawa wasioweza kusema. Farkabuha saliha, mkiwapanda kama ni wale wanyama wa kupanda juu ukatembea ukamfanya gari yako, basi mwapande kwa wema. Kama punda kupandisha vitu chungu zima ni kwa wema, sio sana mnyama umpandishe matani chungu zima, haitakiwi. Wakuluha saliha, na mwale vizuri. Kumla vizuri mtablaye. Wafahamu ni kwamba taratibu zake za kumchinja, umchinje vizuri. Wakati wa kumchinja usimchinje mbele ya mwanae. Yule mtoto wake akiona mama yake au nani wa karibu yake au kwa mbele ya mwenzake, hii itakuwa umemfanyia ukatili, umemdhalilisha, umemuonea, umemfedhehesha, na Mungu naye hatakuacha. Kuna siku atakufanyia hivyo. Kama tadinu tudano. Kwa hiyo hata wanyama ukiwafanyia mambo ambayo hayafai ni wanahuzunika. Ndio maana Nabii Saleh anawaambia kuhusu ngamia masharti, wala tamasuha bisui, wala msimguse kwa jambo ambalo la huzuni na kuhuzunisha, jambo litakalomtia ubaya, kumpiga, kumsema vibaya, kumnyanyasa, kumtukana. Watu hana akili, akafikia tukana na binadamu wenzako, kama tukana ng'ombe, tukana nani? Sasa wale wanyama pia inakuwa ndio. Maana mnyama ukimuonyesha mapenzi na kuonyesha mapenzi, hebu sema ukimfanyia ukatili ukamuonyesha hata kumkunjia sura hii, au paka nani, jamii mbwa nani na paka, hata simba. Kwa mnofuga simba na japo si shauri sana kufuga simba, maana ukijichanganya kidogo unakwenda na maji. Ni kwamba hata namna ya kumlisha takiwa mbwa au kufuga unamlisha kwa mapenzi makubwa, kwa sababu mbwa anaweka kisasi. Ukikunjia uso kuna siku atakufanyia ubaya, lazima anakuweka hata upite mwaka hata miaka miwili, yanaweka kisasi kuonyesha kwamba wanyama wanaumia. Lakini mnyama mwenye hisia kali kupita wote ni ngamia. Ngamia watakiwa umtende wema sana. Utakumfuga ngamia umtende wema. Na yeye Nabii Saleh hapa atahadharisha, nabii wala tamasuha bisuin, wala msije mkamgusa ngamia wa Mungu huyo kwa jambo ambalo litamtia huzuni, jambo baya. Faya akhudhakum adhabu qarib. Watu hawa wakatekeleza lile jambo, ikawa napeana zamu na ngamia yule, laha shirbu walakum shirbu yaumin ma'lum. Aya hiyo, maneno haya wakayatekeleza, maneno na Nabii Saleh.
Lakini ngamia sasa, siku anapokunywa yeye maji, anamaliza maji yote ya mji mzima. Kwa hiyo wao wanakuwa akienda mtu pale hakuti kitu. Tangu hapo ulama wamesema wameitwa hawa ni Thamudi, kwa sababu wamepatikana katika ardhi ambayo hakuna maji. Unajua thamida manake qalla alma'u, thamida albaladu manake qalla alma'u fil baladi. Thamud akasema imekuja kwa uzani wa faul baadhi yao. Kithamudi ni ule mzee kule ambako anaitwa Thamud bin Amir, Amir bin Iram, Iram bin Sam, Sam bin Nuh. Lakini wale wameitwa Thamud, wengi wakasema, watu wa tarehe wanasema ni kwa sababu maeneo yao kulikuwa kuna ukame mkubwa wa maji. Tangu hapo mpaka leo ukifika maeneo yale kule Madina ni sehemu ambapo ni pakame mno. Sasa inaonyesha kwamba yule ngamia kutoka ilikuwa ni baraka kwao, kukapatikana katika ule mji maji kwa sababu ya yule ngamia kuwepo. Lakini hali ile wakaenda nayo, watu wakaanza kubadilika kumfuata Nabii Saleh kwa sababu ya muujiza mkubwa uliotokea, lile walomtaka kiongozi mkuu wa Thamud. Akakasirikia jambo lile, akawazuia wengine kumfuata Nabii Saleh. Sababu yule mnyama ilikuwa Mwenyezi Mungu, moja mtihani aliowatia nao ni kwamba akitembea, wakati anakwenda yule ngamia anapendeza mpaka watu wanatoka wanamtazama namna anavyotembea. Baadhi yao wamesilimu kumpata Saleh kwa mwendo ngamia. Na akija pia anapendeza, akila anapendeza. Ni ngamia ambao sio kawaida, ngamia ambao ni aya kubwa, aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bwana yule akaona, mbona watu ngamia kitoka ule mkubwa wao Kudaru Bisalif, ngamia kitoka watu wote wanatoka kumtazama. Sasa hivi mvuto wangu utakuwa hauko tena, na watu watakuwa tena haabudu masanamu, kwa sababu hawa ndio watu wa pili katika ibada ya masanamu. Watu wa kwanza ni watu wa Adi baada ya kizazi cha Nuh alayhi salam. Adi ndio wa mwanzo, ibada yao ilikuwa masanamu. Wa pili wakawa ni hawa Hudi, hawa nani, Thamudi. Kwa hali ile wakafanya mpango, mashauriano kwamba wamuue yule ngamia. Kwanza maji ya mji yanakosekana, pili watu wa mji wanavutika kupata Nabii Saleh. Kwa hiyo ajabu, watu hawa akili zao wakataka wamuue, na Qur'ani ndivyo inavyosema, faakaruha, wakamkata miguu. Walipomkata miguu, hii ni sura ya Suratul Hud aya 11 aya 65, faakaruha, wakamkata miguu. Lakini kabla kumkata miguu, sura ya 7 aya 77, baada ya kumkata miguu walisema maneno gani? Hayo ni sura ya 7 aya 77, faqaru naqa wa atau an amri rabbihim wa qalu ya Salih itina bima ta'iduna in kunta min al-mursalin. Walimletea kiburi, wakamkata miguu, wakaasi amri ya Mola wao, wakasema ya Saleh, sasa tuletee hicho unachotuahidi kwamba sisi tuna adhabu kali, muda si mrefu kuna adhabu itatufika, si nini. Haya, tuletee tu hiyo, ikiwa wewe ni katika mitume wa kweli. Ni kuonyesha tu kwamba watilka la ayamu nudawiluha baina nas. Watu namna hiyo mpaka leo hapo. Kuna adhabu kaburini bwana, sanani bwana kaenda karudi.
Danganyana tu bwana, tiana ujinga, nani kaenda karudi. Ndio hawa itina bima ta'izuna in kunta minal mursalin, tuletee hiyo adhabu unaotuahidi Saleh, ikiwa wewe ni katika mitume, katika utumwa. Abdullah Saleh aliwaambiaje? Tamatta'u fi darikum 3 ayyam, nyinyi stareheni katika majumba yenu, lakini starehe yenyewe mwisho siku ngapi? Siku 3. Ndio aya 65, faqaruha faqala tamatta'u fi darikum 3 ayyami dhalika wa'dun ghairu makdhub. Hicho ni kiaga kisichokuwa chenye cha uongo. Na kweli wakasubiri. Baada ya siku 3 sura zao ile siku ya kwanza sura zinaanza kubadilika, nabadilika rangi, wengine wanakuwa manjano sana, wengine rangi nyekundu, wengine hivi. Hali ya dunia pia ikawa inaanza kubadilika, jiografia inabadilika. Ilipofika siku ya 3, fa akhadhatuhumur rajfa fa asbahu fi darihim jathimi. Allahu akbar. Sura 778. Ikawachukua mtetemeko mkubwa wa ardhi ulitokea, wakawa ndani ya majumba yao jathimi, na hali ya kuwa ni mizoga, kwa ni mizoga ndani ya majumba yao, kwa ni juthama, fuala, juthama, jathma, uzanione ni faala, kwa ni jathma, ni jathimi. Allahu akbar. Lakini ule mtetemeko ulitokana na sauti kubwa ya ajabu. Wa amma Thamud fa uhliku bitaghiya, ama Thamud waliangamizwa hawa na taghiya. Ataghiya tumeenda tafsiri ya Qatada, yani bisayhati taghiya, bisayhati taghiya, ni hudhifa sifatu fawqima maqamahu, hudhifa sifat fawqima maqamahu mawsufu, bitaghiya ni mawsufu ya sifatu mahdhufi, ambao ni bisayhati taghiya. Wakaangamizwa kwa sauti ambayo ni yenye kuchupa mipaka, yani almujawizu lilhaddi, mujawizatu lilhaddi, sauti ambayo ilivuka vile viwango vya kawaida ya binadamu kusikia sauti. Najua ziko sauti ambazo hatuzisikii. Mwenyezi Mungu mwenyewe kwa hikma yake amezuia hizo sauti usisikie. Na lau utasikia hizo sauti unakufa hapo, kama sauti ya maiti wakati jeneza lachukuliwa la kafiri, mtu ambaye mwenye dhambi, ambaye ana adhabu, jeneza lake wakati mnalibeba anapiga kelele, sema ya ikhwani aina tadhhabuni biha, enyi ndugu zangu nyie wapi mwanipeleka? La yasmauna sautahu illa albahaimu, hawasikii sauti yake isipokuwa wanyama. Na lao binadamu angesikia ile sauti, Mtume anasema angeanguka hapo na akafa. Lakini wanyama wanasikia sauti ya maiti. Hata wanyama, kwa hadithi ya Bibi Aisha, wale Mayahudi waliokuja kumtembelea, wanawake wa Kiyahudi kumtembelea, wakawa wanazungumzia habari ya adhabu za kaburini. Walikwenda mpaka wakawafikiana kwamba wanyama wanasikia adhabu ya kaburini. Bibi Aisha akamuuliza Mtume Muhammad, Mtume akasema ndio, wanyama wanasikia adhabu. Sauti ya adhabu ya kaburini ni kubwa kupita kiasi,
na ukelele anaotoa maiti wakati anapigwa na malaika ni mkubwa kupita kiasi. Lau angesikia aliyekuwa hai anakufa naye hapo kwa ile sauti. Haiwezekani zile waves mtu akaweza akavumilia. Tangu hapo tu watu wa science wanatuambia zile waves za sauti zinaua. Yale mawimbi ya sauti yanaua. Kama sauti ikivuka kiwango na binadamu akaisikia ile sauti anakufa. Mwanadamu ana frequency zake maalumu za sauti, na ile wave ya sauti ina vipimo vyake, yale mawimbi ya sauti, na sauti inaingia kwenye mwili kama umeme unavyoingia kwenye mwili, kama mwangaza unavyoingia kwenye mwili, basi na sauti inaingia kwenye mwili. Ikiingia kwa kiwango kikubwa cha ajabu utakufa. Basi hawa walikatika vipande vipande kwa sauti. Sauti ile ilikuwa inatoka wapi? Ni sauti ya Jibril. Inaambiwa kwamba ilikuwa jua linachomoza, na akaenda akanyoosha mbawa zake kwenye mbingu, akatanguliza kichwa chake chini, akapiga ukelele mmoja tu, ardhi yote ikatikisika, tikisiko wa ajabu. Basi wale watu wote walikatika vipande pande, wakafa. Asbahu fi darihim jathimin, wakawa. Ndio maana jambo lile tokea asubuhi ndio safa asbahu, yatokea mchana ingekuwa fa adhallu, fa asbahu fi darihim jathimin, wakawa ndani ya majumba yao ni maiti, mizoga ambayo imekatika katika. Kile ardhi ilitikiswa tikisiko ajabu. Suratul Qamar aya 31 yaeleza hayo pia. Inna arsalna alayhim sayhatan wahida fakanu kahashimil muhtadhir, tuliwapelekea sauti, tuliwatumia ukelele mmoja tu, wakawa ni kama hashimil muhtadhir. Kahashimil muhtadhir, wakawa ni kama nini? Hashimil muhtadhir ni kwamba ni kama majani yaliyoungua moto. Wengine tafsiri kama mifupa iliyoungua moto. Allahu akbar, namna walivyokauka. Tafsiriwa kwamba ashraqati shamsu jaatuhum sayhatu minas samai min fawqihim warajfatun min asfali minhum, kwamba jua lilichomoza kawajilia ukelele kutoka mbinguni, kutoka juu, na mtetemeko wa ardhi, mtetemeko ambao umetoka chini yao. Hivi ndivyo ilivyokuwa mwisho wa hawa jamaa wa Thamud. Na ukitaka vizuri kabisa, soma sura ya 11 aya ya 60 mpaka 68. Kuna mtiririko mzima wa hawa Thamudi, namna Mwenyezi Mungu alivyowamaliza. Na kule tulishasoma kwamba kadhabati Thamudu bitagwaha idhim ba'atha ashfaha fakala lahum rasulullah naqata Allahi wa suqyaha fakadhabuhu faqaruha fadamdama alayhim rabbuhum bidhanbihim fasawaha. Kwamba Thamudi hawa walikadhibisha kwa sababu ya kupetuka kwao mipaka, yani ile neema ilizidi. Najua kama vile Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ipo kule kwenye Minhajul Abidin au ni Ihya Ulumuddin, kwamba inna linni'ami awabida ka awabidil wahsha faqayyiduha bishukri. Minhajul Abidin.
katika mlango wa hamdi wa shukri, kwamba hizi neema hizi Mungu alizotupa zina mtu wake, zina msitu wake, kama ilivyokuwa msitu wa hawa wanyama wa porini. Ni kwamba wale wanyama wanakwenda kwa uhuru tu wanapokwenda. Sasa neema nazo zenda zinavyotaka, takupeleka wanapo. Faqayiduha bishukri, yani zifungeni hizi neema zisiwapeleke vile zinavyotaka, kwa kumshukuru Allah subhanahu. Kwa hiyo Thamudi hawa walishiba neema kama wengi waliopita, ambapo walishiba sana neema. Ndio ukishiba neema, jambo la kwanza kabisa ni kufuru. Kama una akili nzuri, jambo la kwanza ni kufuru. Idhin ba'atha ashqaha, nishasoma hii Washamsi, kairudia tu. Pindi alipofanya haraka Mungu wao, fanya haraka kwenda kumkatangamia miguu. Faqala lahum Rasulullah, akasema kuambia wao Nabiullahi Saleh, naqatallahi wa suqyaha, muhifadhini ngamia wa Mungu na kinywa chake, na haya maji, fungu lake la maji hili, kwamba muhifadhini. Fakadhabuhu, wakamkadhibisha. Faakaruha, wakamkata miguu. Fadamdama alaihim rabbuhum bidhanbihim, akawaangamiza Mola wao kwa dhambi zao. Fasawaha, ile adhabu aliifanya sawa kwa kila alishiriki katika lile swala la kumkatangamia miguu, basi na yeye adhabu hii ilimfika. Ndio fasawaha, hata aliyetoa ushauri ameingia kwenye fasawaha, alilinganisha sawa hii adhabu kwa kila mtu. Lakini je, hawa Thamud walivyoangamizwa, je, wale waliomwamini Nabii Saleh waliangamia? Hawakuangamia. Ni sura 11 aya 66. Tunaona tafsiri Qur'ani bila Qur'ani. Sura 11 66. Falamma jaa amruna najayna Saliha walladhina amanu ma'ahu birahmatin minna wa min khizi yawmaidhin inna rabbaka wal qawiyyul aziz. Fahamu, ilipokuja adhabu yetu, ndio jambo letu. Sisi tulimsalimisha Saleh na wale ambao waliamini pamoja naye kwa rehma itokayo kwetu, na tulimsalimisha kutokana na fedheha ya siku hiyo. Hakika Mola wako yeye ndiye mwenye nguvu na ndiye mtukufu. Inna Allahu wal qawiyyul aziz. Kwa hiyo kwa ufupi ni kwamba waliangamia watu wa Thamud. Je, kuangamia kwao mbona kumeletwa ndani ya Qur'ani kwa ummati Muhammad? Na hawa sio ummati Muhammad, hawa ni ummati wa Saleh, na wale Adi ni ummati wa Hud. Sasa mbona habari zao kwa ummati Muhammad? Ni ili shaona habari walioangamizwa letwa kwa ummati Muhammad, maanake ni kwamba hata ummati Muhammad nao wanaweza wakaangamizwa kwa adhabu vile vile kama walivyoangamizwa watu wa nani? Thamudi na watu wa Adi, isipokuwa haia yake min khizi yawmaidhin, min khizi sio yawmaidhin, min khizi yawmaidhin. Asante. Kwa watu hawa wa Saleh wameangamizwa, watu wa Adi wameangamizwa, ni watu wa mwanzo. Hao ndio watu wa mwanzo. Qur'ani inaonyesha kwamba hata ummati Muhammad unaweza ukaangamizwa. Tusomeni wote. Alam nuhlikil awwalin thumma nutbi'uhum al-akhirin kadhalika naf'alu bihim. Ndio mahali kwamba alam nuhlikil awwalin, ile kuangamiza hawa watu wa mwanzo ni hawa Adi
na hao watu hao Thamudi na wengine waliowapatia ashabu ras, ashabu al-aikata, wote waliangamizwa. Hao watu wanadai Shuaib ndio lam nuhliki al-awwalin thumma nutbi'uhum al-akhirin, kisha tunawafatishia wengine. Kadhalika naf'alu bil mujrimin, sema kama hivyo ndivyo tutakavyowafanyia mujrimuna wote wanaomwasi Mwenyezi Mungu. Ndio hiyo wataanza alamu lamu istidrafi jamila fa bil mujrimin, ni kwamba ni wote wanaomwasi Mwenyezi Mungu. Kwa sababu hata umati Muhammad utaangamizwa, lakini haipingani na aya kwamba ma kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim, kwa Mwenyezi Mungu ni mwenye kuadhib na hali ya kuwa wewe Muhammad pamoja nao. Wengine wakasema ifihim fini ya musahaba, kwamba wale watakaokuwa pamoja na Mtume Muhammad katika ummati Muhammad hawataangamizwa. Inasema ni ummati Muhammad wote, washari wao na waheri wao hawataangamizwa, lakini hawataangamizwa kama ummati mmoja, wote ukafutika kama walivyofutika Thamudi na wakafutika Adi, isipokuwa ni baadhi tu ya maeneo huko Marekani, huko Israeli, wapi huko watu ambao wamezidi katika maasi. Tunaona umati Muhammad unaangamia mpaka leo. Tsunami ile si maangamizi, si arrajfa iliyozungumzwa kwenye Qur'ani pia. Ile tsunami ni arrajfa, tetemeko kubwa la ajabu la ardhini, likamwaga maji kila mahala, kigeuka kuwa bahari, wakafa maelfu kwa maelfu ya watu. Ni ummati Muhammad ule. Lakini ummati Muhammad waangamizwa kwa sababu hiyo ni waadhi kwa wale ambao hajaangamizwa. Yani pia kuangamizwa ummati Muhammad ni rehema. Ndio ile hadithi turudia tena. Nasema satakunu fi ummati khasfun wa maskhun wa qadhfun, katika ummati wangu kutatokea kuzamishwa watu katika ardhi. Sasa khasfun, kuzamishwa watu, ni jambo lililotokea watu waliotangulia. Limtokea Qarun bado anaendelea kuzama katika ardhi. Ni mtu wa Nabii Musa alayhi salam, mpaka leo yuko hai na anaendelea kuzama. Mwisho wake wa kuzama ni pale Sur itakapoviviwa, kiyama kitakapotokea, ndio mwisho wa kuangamia Qarun. Bado yanakwenda chini ya ardhi, si mpaka lini Mungu mwenyewe anajua. Basi Mtume anasema kutatokea katika ummati wangu hasfu. Wewe rejea hiyo hadithi, usahihi wake utaikuta. Hasfu, maangamizi ya kuzamishwa katika ardhi. Lakini wa maskhun, kufutika sura hizi. Hatujaambiwa utafutwa na nini, ni maradhi yatatokea kutufuta sura, au ni kitu tu kitakachotokea mtu sura yake basi imegeuka kuwa ni paka, ni mbwa, ni kitu gani, ni kibwengo, ni nini, hii masku ni kitu gani? Allahu wa rasuluhu alam, Mungu mwenyewe anajua. Lakini wa qadhfun ilitokea kwa kaumu Lut, walipigwa wale mawe kutoka mbinguni, arsalna alaina hijaratan min tin, tuliwapelekea mawe yanayotokana na udongo wa moto kutoka mbinguni. Pigwa mawe na Mwenyezi Mungu akajalia, faj'alna aliyaha safilaha, tukageuza juu ardhi juu kuwa chini. Waliangamizwa hawa kwa qadhfu. Hiyo ni qadhfu kwa sababu ya matendo ya liwati. Sehemu ile ambayo imegeuziwa, wamegeuzwa juu chini, na aliyegeuza ni huyo Jibril alayhi salam. Kwenda kile kipande cha ardhi walikuwepo kile kakirusha juu, ni kule Sodom na Gomora, katika kijiji cha Sodom na Gomora. Rejeni historia. Sodom ndo anaita Sodoma na Gomora ndo Gomora. Jibril alikamata kila akakirusha tu juu, alafu kurudia kwake karudia hivi. Pale kukatokea bahari, wanasema watu wa tarehe,
bahari ambayo inaitwa Bahrul Mayit, Dead Sea, mpaka leo ipo Jordan. Wewe ukienda Jordan usikose kupita pale ukaone muujiza Allah subhana, watu wanaangalia. Sasa bahati mbaya Mtume anasema hata umati Muhammad utafanya hivyo. Kama matendo aliwati yakizidi kama hivi, na sasa sisi tumezidi, tutasubiri tu hilo jambo. Sababu sisi katika historia vitabu vyote wewe soma, wale watu wa Lut hajatokea kuoana kabisa. Tumekaa ndani bwana mume zake kana miezi 6, 8, 10 afa talaka na wao mwingine, haijatokea. Tumbapo na wewe haijatokea, nawe kaolewa katulia tu babu kubwa. Sasa Bibi Aisha akauliza anahliku wa fina salihun, yani kaifa nahliku ya Rasulullah wa fina ibadullah salihun, vipi tuangamie wewe Mtume wa Mungu na hali ya kuwa tunao waja wema Mwenyezi Mungu baina yetu, kwa sisi wako waja wema wa Mungu. Nasema idha kathura al-khabath, pindi uchafu utakapozidi. Katika hadithi nyingine kaweka wazi baadhi ya ule uchafu, nasemaje? Itakapozidi nini? Kainatu, waimbaji wanawake watakapokuwa ni wengi duniani, waimbaji wa muziki wanawake, walmaazif, na ala za muziki zikawa ndio kitu kinachotawala ulimwengu. Kwa nini tena? Na pombe ikawa ni jambo la kawaida, inanywewa mpaka iwe ni jambo la kawaida. Basi hizo ni sababu za kuangamiza. Sasa hivi pombe si jambo la kawaida, kila duka linauza pombe, Ile ni mtihani ndugu zangu. Darasa hii imeisha.